Kumkosa mchezaji ni kitu cha kawaida kwa sababu idadi ya wachezaji ni wengi, kwa hiyo lazima katika lineup 21 wengine watakosekana kwa namna moja ama nyingine, kiufundi au ama kwa sababu ya injury ambazo zilikuwa anaweza kuwa nayo ambayo kamfanya akashindwa kutumika, basi wapo watakaokosekana, lakini vinginevyo basi tutaangalia aina gani ya timu tunayocheza nao na wachezaji tutakaoweza kuwatumia. Kuwa na consistency nzuri ya matokeo inafanya mchezaji awe na confidence ya kuweza kucheza mchezo unaofuata, lakini mchezo unaofuata ni mchezo mwingine na maandalizi yake yanakuwa mwingine, lakini kiakili na kimbinu inakuwa ni nzuri kwa mchezaji, kwa maana anapata matokeo na kuweza kucheza mchezo unaofuata kuliko kama tungepoteza. Kwa hiyo tunajua tunacheza na Azam, timu ya aina gani, timu bora, timu yenye ushindani na timu ambayo kuwa inaweza kutupa sisi maswali magumu kuweza kuyajibu, lakini ni nzuri tumekabiliana na hayo maswali na tumejiandaa na hayo maswali ya Azam kuweza kukabiliana nao, kuweza kuyajibu na sisi tuweze kutafuta matokeo. Na kikubwa tu mashabiki wetu tunawaahidi waje kwa wingi waweze kutusapoti kama vile mchezo uliopita tuliwapa zawadi ya ushindi. Basi na hili nafikiri itakuwa kazi kwetu sisi kuwatafutia furaha ya kuweza kupata matokeo. Kiujumla sisi kama Geita Gold tumejipanga vyema kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Walimu washafanya kazi yao, washatoa maelekezo yao. Naamini maagizo yao yameshakamilika. Kwa hiyo kilichobaki sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na tumejiandaa vyema. Morale ya wachezaji iko juu. Iko juu, tunajua umuhimu wa mechi, tunajua ugumu wa mechi. Kwa hiyo tumejipanga, tumejiandaa na morali yetu iko juu kwa ajili ya kuwakabili wapinzani wetu siku ya kesho.